Katika mwanga wa alfajiri juu ya maji ya ziwa Tanganyika, kuna historia iliyozaliwa huko mkoani Kigoma katika hospitali ya Maweni. Historia ya mtoto aliyekuja kugeuka taa, nguzo na dira ya sanaa. Huyu ni msanii aliyeandika hadithi mpya, akitengeneza ardhi ambayo hakuna mtu aliyewahi kuikanyaga kabla yake. Mwanamapinduzi aliyegeuza vipaji kwa nguvu ya taifa. Ni hadithi ya kuanza kutembea kidogo kidogo, kuanguka na kusimama tena kama mtu aliyefikwa na majaribu. Hii ndio simulizi ya maisha ya Mfalme Abdul Hassan, maarufu kama Julie Tax, msanii wa kwanza kanda ya Ziwa kuigeuza sanaa kwa imani, ndoto kwa ajira na vipaji kwa sauti ya nchi. Hii si tu hadithi, bali pia ni urithi. Alizaliwa Juni 28 mwaka 1975 katika hospitali ya Maweni mkoani Kigoma. Mtoto wa tatu katika familia ya watoto 8 waliolelewa na mzee Abdul Hassan Suleiman na Bi Chiku Faik. Ni Manyema aliyezaliwa ndani ya familia ya mwanadiplomasia, na hivyo safari yake ya elimu ikampeleka mbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mwaka 1982 alianza masomo ya msingi katika shule ya Kipampa mkoani Kigoma. Baada ya hapo, maisha yakampeleka Ivory Coast na baadaye Cameroon, ambako alimaliza darasa la 7. Mwaka 1988 akaanza elimu ya sekondari katika shule ya Lake jijini Mwanza, kisha Kinondoni Muslim, na akarejea tena katika shule ya Lake jijini Mwanza alikohitimu mwaka 1991. Sanaa haikuwa kitu cha baadaye kwake, ilikuwa tayari ikichemka ndani ya damu yake. Akiwa shule ya msingi alipenda kuigiza, kucheza muziki na kuimba. Mwaka 1988 akiwa shule ya sekondari alishiriki shindano la taifa la breakdance na kushika nafasi ya 3 nchini. Alama yake ya kwanza katika ramani ya sanaa ikaandikwa. Na katika kandanda alikuwa mchezaji mwenye kipaji kikubwa. Mwaka huo alisajiliwa na timu ya Polisi Mwanza daraja la 3, akicheza mpira mchana, muziki jioni, na bado akawa mwanafunzi mahiri. Baada ya masomo ya sekondari akarudi katika misingi yake miwili, muziki na sanaa za jukwani. Mwaka 1999 akaanzisha kundi la wasanii wa muziki na ucheshi, wakifanya stand-up comedy, muziki na maigizo. Mwaka 2000 akaandika historia ya kuwa msanii wa kwanza kanda ya Ziwa kutoa albamu ya muziki iliyopewa jina Yolela. Hatua hii ikampa nguvu na kuanzisha kundi rasmi la sanaa, Tunda Art Group. Ndipo mwaka mmoja baadaye, wakati Star TV ikianzishwa, Julie Tax akawa msanii wa kwanza kuteuliwa kufundisha, kusimamia na kutengeneza michezo ya maigizo kwenye kituo hicho, akiwa meneja msimamizi wa sanaa. Akaisuka kanda ya Ziwa kutoka sifuri hadi kuwa kitovu cha vipaji. Aliwasajili wasanii zaidi ya 300 na kununua maeneo ya mazoezi huko Mabatini na Nyamanoro jijini Mwanza. Chini ya Star TV akatengeneza michezo iliyovunja rekodi za ushabiki kama vile Sikutegemea, Sisimko, Miujiza, Tamaa na mingine mingi. Kati ya zote, Sisimko ilikuwa na msisimko zaidi. Umaarufu wake uliifanya kampuni kubwa ya usambazaji TMC kumsajili mnamo mwaka 2002 ili kutengeneza filamu za ushindani dhidi ya filamu za Afrika Magharibi ambazo zilikuwa zimeteka soko la Tanzania. Akiwa GMC alitengeneza zaidi ya filamu 15 ikiwemo Jeneza, Chozi la Urithi, Jini Sonia, Patashika, Penzi la Babu, Mwanuko na mfululizo wa filamu maarufu ya Saladin. Saladini ndio alama yake ya kimataifa, filamu iliyochanganya na teknolojia ya VFX, mazingaombwe na athari za ushirikina ili kupata muonekano wa kipekee. Ndio filamu iliyompa tuzo ya mwigizaji bora wa filamu, tuzo iliyotolewa mwaka 2008 huko Afrika Kusini. Saladini ikampa pia mialiko ya kimataifa huko Nigeria na DR Congo, na kumfanya kuwa msanii wa kwanza kanda ya Ziwa kualikwa nje ya nchi kufanya ziara za filamu. Baada ya mafanikio haya, Julie Tax akaamua kuwageukia wasanii wa muziki wa asili na kuhamasisha kurasimisha kazi zao ili zisikilizwe na mamilioni ya wapenzi wa muziki huo. Kwa mara ya kwanza akawaingiza studio kurekodi nyimbo zao katika mifumo ya teknolojia za kisasa. Hiyo ikawa ni alama isiyofutika kwa wasanii kama Marigita na Dau, aliyewika sana na wimbo wa Mashikolo Mageni. Toka hapo milango ikafunguka kwa wasanii wengine wa muziki wa asili. Wakaanza kuingia studio, si tu kurekodi, bali pia kutambulika kama wasanii halisi wenye hadhi ya kutambulika kama wanamuziki.
Mwaka 2009 Julie Taxi akaajiriwa na Steps Entertainment kama mwigizaji na msanii aliyepeperusha bendera ya kanda ya Ziwa. Akiwa Steps Entertainment akazalisha filamu kama Mtemi, Radi Cobra, Mama wa Kambo, Wema wa Mama wa Kambo, Bado Niko Hai, Promota na Stakishare na nyingine nyingi. Filamu yake ya Mtemi ikampa tuzo ya mwigizaji bora Tanzania. Lakini pia Julie Taxi anaitaja filamu hii kama ni filamu yake ya pekee iliyowashirikisha wasanii ambao baadaye walifanya vizuri sana katika tasnia ya sanaa nchini. Filamu hiyo iliwashirikisha wasanii kama Kakaman, Mr. Ebo, H Baba, Bambo, Mtanga na wasanii wengine waliokuwa wakifanya vizuri zaidi katika sanaa. Baada ya ukimya muda mrefu mwaka 2024, Julie Taxi akasimama tena. Akaanza upya kutengeneza kazi zake na hadi sasa ameshatoa filamu 2, Nguva na Snake Girl, na sasa anakuja na Bujora na Gambush. Mafanikio yake katika filamu yakampa heshima si tu kwa mashabiki zake bali pia kwa waandaaji mbalimbali wa tuzo duniani waliomtambua na kumpa tuzo, ikiwa ni pamoja na tuzo ya mwongozaji bora wa filamu Tanzania kupitia filamu yake ya Mtemi mwaka 2004, mwongozaji bora wa filamu mwaka 2005, mwongozaji bora wa filamu kupitia filamu yake ya Mkwano mwaka 2006 huko nchini Uganda, na filamu bora ya Saladin mwaka 2007 huko Afrika Kusini. Zaidi ya tuzo, anajivunia jambo moja: kuwalea wasanii waliotengeneza majina makubwa hapa nchini. Wasanii hao ni pamoja na Gabo Zigamba, H Baba, jina alilompa yeye mwenyewe, Baraka da Prince, Young Killer, Ashura Rashid, marehemu Sobogani Zebron, marehemu Sharo Millionaire, Kafuku Karonanga, Babu Mkombe, Dr. Kim, Bongo Brain na wengine wengi. Lengo lake kuu ni moja: kuishi kama mfalme katika tasnia ya filamu kwa kutengeneza kazi zenye ubora wa kimataifa zinazoweza kuiweka Tanzania kwenye ramani ya watengenezaji wakubwa wa filamu kwa viwango vya kimataifa. Nje ya kamera na muziki, Julie Taxi ni mwalimu wa sanaa, mfanya biashara na mganga wa tiba za asili. Ni mume wa Diana Adam Buguda na baba wa watoto kadhaa. Anapenda kutumia muda wake mwingi na familia, akifurahia kutazama filamu na kandanda. Safari ya Julie Taxi ni hadithi ya msanii aliyeamua kutobaki kwenye kivuli cha historia, bali kuwa mwanga unaoandika historia, na safari yake bado inaendelea.